Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Amen. Neno tulilopewa leo tafakari ni miongoni mwa neno moja miongoni mwa maneno 7 tuliyosoma Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 23. Tutasoma aya 44 mpaka 49. Injili ya Luka mtakatifu mlango wa 23 aya 44 mpaka 49. Hapo ilikuwa yapata saa 6, ukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika kutazama mambo haya, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo hayo. Amen. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa ulimleta Kristo Yesu afe msalabani, mwenye haki, mwana wa Mungu ambaye kwa usafi wake aliweza kututakasa sisi tuliokuwa wachafu. Basi utusaidie tuweze kuenenda njia hiyo aliyotuachia, njia ya kusamehe na njia ya kusonga mbele katika safari hii ya kuja kwako. Mungu utusaidie katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Naomba tukae. Tunamshukuru Mungu kwamba tuko na watoto wetu leo. Nikumbuka miaka iliyopita na sisi tulikuwa kama hawa. Inawezekana kumbukumbu zipo kwa wengine, wengine tulishapoteza, kwamba ilifika wakati kaenda kanisani na wewe kama mtoto kama hawa siku ya Ijumaa Kuu kama leo. Kwa hiyo watoto, tunashukuru baba zenu, sisi tulishapita huko mlikopita. Amen. Na tulipokuwa ibadani tulikuwa watulivu, tukisema anayesumbua sio mtoto wa Mungu. Nani ambaye anataka kuwa mtoto wa Mungu hapa? Okay. Watoto wazuri, punga mkono kama wewe ni mtoto wa Mungu. Amen. Afu watoto wa Mungu huwa hawasu. Wanakaa kimya. Amen. Kwa hiyo tunakaa kimya ili tuweze kwenda pamoja. Wapendwa washarika pamoja na watoto wetu, tusisahau kuwa haya yote tunayoyafanya leo, kukumbuka ibada asubuhi, kukumbuka ibada hii kwa Kwaresma nzima, ni kumbukumbu tu ya mambo yaliyotokea miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Hata hivyo, kwa tendo hili la kufa kwa Yesu, kwa kuwa Tanzania ipo kwenye mstari mmoja wa Ikweta na Israeli, muda uliotajwa wa saa 9 kwamba ndipo Yesu alipokata roho, ulikuwa muda huo hapa Tanzania kama ambavyo ilivyo sasa. Wale ambao wana jiografia wanajua kwamba masaa ya Tanzania yanafanana na masaa ya Israeli. Kifo cha Yesu kiliambatana na kupungua nuru ya jua. Tunaambia jua lilipungua nuru. Palikuwa kama ukungu
kuandaa. Tunaambiwa pia pazia la hekalu, maana hekalu lilikuwa ni mahali patakatifu sana, mahali pa pekee. Sio tu kwamba ukuruhusiwa kustep kwenda madhabahuni, bali hata kuangalia. Yaani tunavyoangalia sasa hivi madhabahu tunaposogea hapa, haikuwa hivyo wakati wa kabla ya Yesu. Tunaambiwa nuru ya jua ilishuka, pazia la hekalu lilikatika au lilipasuka katikati. Hizi ni ishara kuwa hata kama kifo cha Yesu ni sawa na vifo vingine, kwamba Yesu alikufa, roho iliondoka, kama ambavyo na sisi, kama ambavyo ndugu zetu wamekwisha kufariki, kifo hiki kilikuwa cha tofauti. Watu wamekufa wengi, sio tu hapa Msakuzi, hata na mahali pengine, lakini hakuna ambaye tumeona hizi dalili zikitokea. Kuona jua linapungua mwanga wake, nuru inapungua, au kuona pazia la hekalu likipasuka katikati. Hiyo ndio inayofanya hiki kifo cha Yesu kitukusanyishe, kitukutanishe sio tu hapa Msakuzi, bali na ulimwengu wote. Kwa nini leo watu wanaenda makanisani? Kwa nini watu wanaenda kwenye nyumba za ibada? Watu wanavaa nguo nyeusi kama baadhi yetu tulivyofanya. Kwa nini? Tena kifo kilichotokea zaidi ya miaka 2000 ni kwa sababu kilikuwa kifo cha tofauti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kifo cha tofauti. Akida akishuhudia kuwa aliyekufa alikuwa wa tofauti, anayasema maneno hayo katika aya ile 47. Hakika huyu alikuwa ni mwenye haki. Akida ndio tunaimba pale kwenye wimbo Shawishi, akiangalia Yesu akiteswa. Yeye ndiye anayekuja kushuhudia kwamba hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Anasema ni mwenye haki na hakuna mwenye haki kupita yeye. Mwenye haki alitupatia haki sisi tusio na haki. Kama tunavyojua, msafi ndiye anayeweza kutakasa kilicho kichafu. Huwezi kutakasa kichafu kwa uchafu, isipokuwa mikono yetu tunapoinawisha ndipo tunapoweza kushika vitu visafi, kwa sababu kitu kisafi kilitakaswa na kitu kingine kisafi. Mimi na wewe tunaweza kusafishwa tu na Yesu Kristo, na wala sio kitu kingine. Sio fedha, sio mali, sio muda, sio vipawa vyetu, sio karama tulizo nazo. Tunasafishwa, tunatakaswa, tunafanya wenye haki kwa sababu Yesu alikuwa mwenye haki. Pamoja na ushuhuda wa akida, wapo waliofurahia kifo cha Yesu. Mwandishi anatujulisha kuwa wapo waliojipiga vifua vyao. Mstari ule wa 48. Bila shaka walifurahia, wamemaliza kazi. Tumeshapumzisha, tumeshaua. Kimbelembele kile cha tuambia habari za ufalme wa mbinguni tumeshakiondoa. Hii inadhihirisha wazi kwamba maisha ya hapa duniani tunayoweza kushuhudia mambo haya yapo pia hata wakati ule Yesu Kristo akifa. Waliomjua Yesu walishuhudia kazi alizozifanya, wakiwepo wanawake wale walioambatana naye kutoka Galilaya. Bila shaka mtakumbuka walikuwa ni Mariamu Magdalena ambao walienda kaburini wakajua Yesu amefufuka. Watu walioambatana naye wakienda pia na kufanya juhudi za kutaka kwenda na mwili wake kwenda kupaka mafuta. Hao walipomuona Yesu akifanyiwa
mambo magumu, mambo ya kihuni na kiujangili, Biblia inasema walikaa mbali, walihuzunika kwa sababu huyu aliyetazamiwa kuwa atakuwa mkombozi amekwisha kufa, amekwisha kuondoka duniani. Wapendwa wa sharika, na sisi wote tulioko hapa, tutakapokufa au wakati tuko hai, makundi haya mawili tunayo katikati yetu. Haya ni makundi yasiyokosekana hata tutakapokwenda kaburini. Wapo watakao piga kifua, na wapo pia watakao huzunika kwamba wewe au mimi tumeondoka duniani. Lakini wapo watu watakao huzunika, kwa nini wewe au mimi tumeondoka duniani? Kama kifo cha Yesu kiliwagawanya waumini, kiliwagawanya wafuasi wake, kiliwagawanya makutano, cha kwako au cha kwangu kitakuwa kina muujiza gani kisifanye hivyo? Yesu anatukumbusha hatuwezi kupendwa na watu wote, wala hatuwezi kuchukiwa na watu wote. Tuko pamoja wapendwa? Nakumbuka hii kauli nilipata nikiwa naingia kwenye kituo changu cha huduma mara ya kwanza. Unajua unapofika kwenye kituo, wale ambao mmekuwa kwenye vituo mbalimbali vya kazi, unapofika tu kwenye kituo unakutana na watu wanaokupokea, wanakuambia hapa pakoje, wanakupa historia, wanakupa changamoto, wanakupa mazuri, wanakupa magumu ya mahali ulikoingia. Na watu hao huwezi kuwakosa kwenye jamii yoyote. Wakati mwingine na wakati wote ni watu muhimu wawepo, ili wakusaidie pia kujua mahali pa kukanyaga. Japo mahali kati mwingine inawezekana ni watu hatari sana na uwe nao makini sana. Ule mwenyeji wangu wakati huo ananiambia, hapa kuna watu wazuri sana na kuna watu wabaya sana, lakini jipe moyo kwa jambo moja: hutachukiwa na watu wote wala hutapendwa na watu wote. Na mimi naomba nikutie moyo, Yesu alichukiwa na watu kiasi na akapendwa na watu kiasi. Wewe usitafute muujiza wa kupendwa na watu wote, na usipate pressure pia kwa nini upendwe. Tafuta pia wangapi wanao kuunga mkono, wanao kutia moyo, wanao kuombea na wanao kufariji. Lakini pia hata wale watakao kuwa wanakukosoa, na wao wanakupa mileage nyingine ya kuweka mambo yako sawa sawa. Tujifunze kwa Yesu Kristo tutakapokufa, na somo kubwa linaloachwa kwetu katika ibada hii ya Ijumaa Kuu na masomo yale tuliyoyasoma hapa ni somo lile ambalo tumelikuta katika Injili hii ya Luka, mstari ule wa 34a. Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Naomba tuyaseme haya maneno: Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Watoto wetu peke yao, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Watu wazima tuseme pia na sisi, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Hilo ndilo neno ambalo linaunganisha maneno haya yote. Kuwapenda wazazi lazima uwe na msamaha. Kuwaona watu wabaya waliokuwa kinyume nawe kama Yesu alivyowatizama, wanapiga kifua, wanasema tumeshinda, tumemweka chini, tumempiga mweleka, tumezika,
Wapi? Hayupo. Kazi yake kwisha. Bila moyo wa kusamehe, bila roho ya kusamehe, itakuwa ngumu sana. Bwana Yesu anaongea maneno haya na anayaacha kwetu hivi leo